Leo ngoja nikwambie kuhusu urafiki. Tumekuwa tukifanya masuala juu ya urafiki, lakini urafiki ni kitu cha msingi sana ambacho wengi wetu huwa tunakosea. Kwa nini kwenye mitandao ya kijamii huwa ukitaka mtu awe rafiki yako unaomba, alafu leo ukikutana na mtu njiani, kazini, shuleni haumuombi kuwa rafiki yako? Kwa sababu gani? Leo naomba unisikize vizuri. Hilo ndio kosa ambalo tunalifanya, na ndio maana wewe hapo unapata shida. Wewe na rafiki yako hamuelewani kwa sababu wewe unahisi ni rafiki yako, lakini sio rafiki yako. Hajawahi kuwa rafiki yako, wala wewe hujawahi kuwa rafiki yake, kwa sababu hujawahi kumuomba kuwa rafiki, na yeye hajawahi kukubali kuwa rafiki yako. Hakuna siku mshawahi kukubaliana kwamba wewe utakuwa rafiki yangu. Kwa hivyo ndio maana mnapata shida. Mnakuta sometimes haufeel wala huhisi kwamba huyu jamani rafiki yangu, huyu ni ndugu yangu, huyu nina uhusiano naye. Ndio maana hata uogopi kumfanyia mabaya, kwa sababu hakuna kilichowahi kuwaunganisha, hamjawahi kukubaliana. Ndio maana huna hisia za kuwa na uhusiano na mtu. Urafiki ni uhusiano muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, hata katika maisha ya sisi wanyama. Na ndio maana kinachofanya unafuga mbwa nyumbani na huyo mbwa ng'ati, kwa sababu wewe na mbwa huyo mna urafiki. Yeye mbwa alishakubali kwa wewe rafiki yake, anakufahamu, mna uhusiano na anakutambua. Ulimpa jina wewe, unampa chakula wewe. Sasa tusiende huko kwa wanyama, tuje kwa sisi binadamu, na nisiende mbali na mada yangu ya urafiki. Kuanzia leo naomba utambue kwamba marafiki wote ambao wewe unahisi ni marafiki zako na haujawahi kuwaomba kuwa marafiki na hawajawahi kukubalia kuwa rafiki zako, kuanzia leo si marafiki zako, wala huna urafiki na watu hao. Unachopaswa kufanya ili uweze kuwa na rafiki ni kwamba inabidi uende ukaombe urafiki na mtu akubali. Katika mitandao yetu ya kijamii, mtu akikuomba urafiki, ukishona ile friendship request, cha kwanza tunachokifanyaga, tunakwenda kwenye profile yake. Unakwenda unagusa profile yake, unakwenda unaangalia picha zake, unaangalia video zake, unatafuta nini pale? Unatafuta eligibility, kwamba huyu mtu mimi anafaa kuwa rafiki yangu. Unapoona vitu vyake na wewe mviendani, tunafanyaje? Watu tuna reject, tuna cancel, tunakataa kuwa rafiki. Lakini leo hii mtaani mtu anakuja, bwana, mnapiga story, mna kesho mmekutana tena, kesho kutwa rafiki yangu. Kuna wale ndugu zangu sikia, rafiki yangu. Nani rafiki yako? Mlikubaliana ili kuwa marafiki? Hauna rafiki wewe. Hujawahi kuomba rafiki. Lini nikukubalia kuwa rafiki yangu? Ndio maana unaponichukua mimi rafiki yako, unapohisi rafiki yako, baadaye nisifili kwamba ni rafiki yangu, sioni kama tuna uhusiano wowote. Katika somo la hesabu kuna topic ya form 3 inaitwa relation. Kwa ndugu zangu wasemaga hesabu hazinaga matumizi, hesabu za uongo na nini. Leo nakumbusha topic ya relation, ndio sehemu yake. Tunapaswa kuwa na uhusiano ambao unatija. Leo ukikutana na mtu ukamwita kaka yako, inajulikana huo ni uhusiano wa damu, uhusiano wa asili. Urafiki ni uhusiano wa hiari kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa lazima mkubali neno hiari pale, lazima mkubaliane kwamba naomba uwe rafiki yangu leo. Hajakubali, hujaomba, lini? Hata Biblia zinasema, maandiko ya Mungu yanasema, omba nawe utapewa. Lini uliomba kwa rafiki yangu? Lini ulinitaka niwe rafiki yako? Lini mimi nilikuomba wewe rafiki yangu? Kwa kuanzia leo, kama unafanya katika mitandao ya kijamii, request, omba, bwana naomba wewe rafiki yangu. Wenzetu wazungu tumwambia usipomwambia kwamba naomba wewe rafiki yangu, hata mngekaa miaka 10, wewe sio rafiki yake. Ni mtu anayekufahamu jina, hata kwa kazi, hata kwa baadhi ya vitu, lakini wewe sio rafiki yake kwa sababu haujawahi kumuomba urafiki wala hamjawahi kukubaliana kwamba ni rafiki yake. Kwa hivyo basi, na sisi tujifunze kuanzia leo, urafiki ni uhusiano muhimu, ni uhusiano wa hiari kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa hiyo lazima tuombe urafiki, lazima tufike sehemu tukubaliana, leo hii mimi na fulani tumekuwa marafiki. Omba kuwa rafiki wa mtu. Na ukiomba urafiki, mchunguze kwa sababu mwenzako, na kabla ya kuomba urafiki kwanza chunguza, huyu mtu ananifaa kuwa rafiki yangu? Baada ya hapo ndipo muombe. Na ukishaomba kuwa rafiki, fikiria huyu mtu anafaa mimi niwe rafiki yake, tunafaa kuwa marafiki. Ukiona urafiki huo hauna msaada kwako, acha, kataa. Ukiona una faida, kubali. Kwa hiyo neno urafiki lazima lichunguzwe vizuri na uwe ni uhusiano uliofanyiwa upembuzi yakinifu. Ukienda haraka utakutana na matatizo kama hayo. Usikubali kuwa na urafiki na mtu ambaye una urafiki mimi kwangu huna tija. Mtu akombe urafiki, uchukue muda kumjadili na kumchunguza na kumchuja na kuona kwamba ananifaa kuwa rafiki yangu. La sivyo, acha. Usikubali kunyonya rafiki. Na ndio maana utakuta mwisho wa siku unakutana na mtu eti rafiki yangu, kumbe sio rafiki yako. Unatoa taarifa zako, unashare mambo yako, unafanya vitu na yeye. Kesho na kesho kutwa anafanya vitu kwa sababu gani?
haoni uhusiano wako na yeye, hamjai kuwa na connection, hamjai kuombana connection. Kwa hivyo mwanze kuwa serious. Watu acheni kudanganyana. Huna rafiki hata siku moja. Unahisi rafiki yako huyo sio. Kwa hiyo tuanze kutengeneza uhusiano wenye tija kwa kuomba na mtu akubali. Hapo ndipo tutasema sasa, leo hii mimi nina rafiki kwa sababu siku fulani, tarehe fulani tuliombana urafiki. Hata mtu akitaka kukufanyia mabaya, kama ni rafiki uliomuomba na akachukua time na akakukubalia, roho itamsuta. Sababu siku ya kukubali, tunapotamka maana yake tumeconnect, tumeunganisha, mmekuwa marafiki, mmekuwa ndugu, mmekuwa na uhusiano, mmekuwa na relationship. Huo uhusiano ndio bondi kati yako wewe na yeye. Ndio maana kesho kutwa ukiwa na jambo lako zuri utamuita, jambo lako baya utamuita. Na kama ni rafiki kweli, rafiki official uliyemwomba rafiki akakubali, ataitikia. Hata katika jambo baya atakuja, atakuwa na wewe kwa sababu wewe tayari ushakuwa na uhusiano naye. Ndio maana ndugu, wakati mwingine ndugu anaweza hata akakopa hela ili aje kwenye jambo lako kwa sababu uko connected naye. Kwa hiyo tuwe na uhusiano wa rafiki wa mtu ndio huo. Kuanzia leo tuache urafiki au uhusiano ambao tunaishi na rafiki zetu, lakini sio kufanya official. Asante.